Moja katika viongozi wa kanisa Katoliki, Baraza la Maaskofu TEC, ni watu muhimu sana katika taifa letu. Kwanza watu wajue, tunapowazungumzia maaskofu usije ukadhania unamzungumzia kama muimba singeli tu. Ni mtu mkubwa, mtu muhimu sana katika taifa. Kama tulimsikiliza maneno yake, nikichukua tu baadhi ya maneno yake, alisema sio kila maandamano yahukumiwe kuwa ni nini? Uhaini ama fujo. Kitu kama hivi alisema, ikiwa yatatumika kama njia ya kufikisha ujumbe. Lakini aliyesema yale maneno mwisho alidondokaje? Bora yawe ya amani. Hapa ndio sehemu muhimu sana. Baba Askofu alisema bora yawe ya amani. Wakati kanisa inatoa tamko, wao kwa macho yao waliona yale yalikuwa ya amani. Wakati msimamizi mwenyewe, kiongozi wa Chadema, walioandaa hayo maandamano, anasema sio maandamano, wanakwenda kukinukisha. Na maana ya kukinukisha Waswahili tunajua, wanakwenda kufanya uasi. Maana ya kufanya uasi tunajua, wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Baraza la Maaskofu wakati wanatetea haki, hawaoni kwa lugha hizi ilikuwa inatosha mapema wao wajitokeze kuwarekebisha na kutoa kauli yao kwa lugha hii sio sawa. TEC ilikuwa wapi mpaka jambo limeharibika wanakuja kulaumu? Ni ajabu. Mtu asilaumu alipojikwaa akaenda kulaumu alipoangukia. TEC walikuwa wapi maneno ya uasi na fujo yanatamkwa? Mheshimiwa Heche alirudia mara 3 na akisema wanajipanga hatua kwa hatua. Sio kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi tu, aliongeza uchaguzi hautafanyika. Kwa maana ipi hautafanyika? Na kwa nini iwe ile siku ya uchaguzi? Huoni kupiga kura ni haki ya Mtanzania? Ukienda kuvuruga uchaguzi, huoni kwamba umekwenda kumnyang'anya mwingine haki? Unadai vipi haki namba 1 unasahau na haki ya namba 2?